anashiriki Kagame hivi sasa na miaka mingi hajashiriki, ni kutokana na ufinyu wa muda wa maandalizi. Miaka ya nyuma huko mnapata at least wiki 5, wiki 6 mpaka wiki 7 za kufanya maandalizi kwa maana ya pre-season, lakini mwaka huu imekuwa ni tofauti kidogo, muda kamebana kweli kweli. Kwa hiyo tukaona acha tuyatumie mashindano haya ya Kagame kama sehemu ya maandalizi yetu kuelekea katika ligi ya msimu ujao. Kwa kupitia Kagame hii tunafanya pre-season, huko tunashiriki mashindano kwa ajili ya kuboost fitness ya wachezaji wetu pamoja na kuongeza ubora wa wachezaji wetu. Sababu hata ukienda pre-season itakulazimu upate mechi za kirafiki kwa ajili ya kucheza. Sasa kuliko kucheza mechi ya kirafiki, tukasema kwa kuwa muda ni mdogo sana, hebu tupate competitive match ili wachezaji wetu waweze kurise standard zao, kwa sababu muda wa maandalizi ni mfupi, tuje tuamkie kwenye ligi na baada hapo mashindano mengine yaendelee. Kikosi kinasafiri mchana wa leo kuelekea Rwanda. Tutaondoka na wachezaji 20 na benchi la ufundi lote. Katika hawa wachezaji 20, Anicet Oura yuko ndani yake, Innocent Loemba yuko ndani yake, Mwamba Lusaka yuko ndani yake, wachezaji wetu wapya watatu ambao tumwatambulisha wako ndani yake, Shomari Salum Kapombe pamoja na Duchu yuko ndani yake, Minna Mnango Kasali pamoja na Abel Huseni wako ndani yake. Manake ni kwamba tunatimiza idadi ya wachezaji 20 ambao wanasafiri hii leo kuelekea Rwanda kwenda kwenye pre-season pamoja na Kagame. Mchezaji Eli Mpanzu yeye ataunganisha moja kwa moja Rwanda, ndivyo ambavyo ameomba hivyo na sisi tukamruhusu, kwa sababu kutoka Kongo kwenda Rwanda ni karibu zaidi. Kwa hiyo hakukuwa na sababu kuja huku alafu akaunganisha na timu kwenda Rwanda. Kwa hiyo Mpanzu yeye moja kwa moja atatoka Kongo na kwenda Rwanda. Siku ya kesho atajiunga na wenzie. Libase Jay anataraji kuwasili nchini hapa Tanzania siku ya kesho, na akifika ataungana na kundi jingine la wachezaji wasiopungua 5-6 ambao tarehe 24 kuelekea Rwanda kwenda kujiunga na wenzao. Hao wachezaji wengine ambao wataondoka na Libase ni pamoja na wachezaji wapya wa Simba Sports Club ambao tutawatambulisha hapa katikati kabla ya kufika tarehe 24. Kwa hiyo hadi kufika tarehe 24 ama 25 tukiwa pale Kigali Rwanda, timu yetu yote itakuwa imeshakamilika full mkoko, kuanzia kwenye benchi la ufundi kuja kwenye wachezaji wote, kwa maana wale wa zamani wale wapya wote watakuwa wameshakamilika. Tunaanza pre-season, tunaanza ushiriki wetu kikamilifu wa michuano ya Kagame. Kumekuwa kuna maneno mengi, Libase anauzwa, Anicet Oura amepata ofa, Loemba anaondoka, sijui nani amerudi tena. Niwahakikishie wana Simba, nikiwa hapa nimevaa suti ya bei kali, ya kwamba hakuna mchezaji hata mmoja ambaye anaondoka ndani ya timu yetu msimu huu, aidha kwa kumaliza mkataba ama kwa kuuzwa. Libase Geye bado yupo sana akiendelea kuutumikia mkataba wake. Anicet Oura bado yuko sana akiendelea kuutumikia mkataba wake. Ino Jospin Loemba bado yupo sana akiendelea kuutumikia mkataba wake, na yeyote bora ambaye unamfahamu bado yupo sana Simba Sports Club akiendelea kutumikia mkataba wake. Na taarifa njema ambayo ningependa kuwajulisha wana Simba asubuhi ya leo ni kwamba tumefanikiwa kumuongezea mkataba mwingine mshambuliaji wetu kinara Selemani Mwalimu, ambapo sasa ataendelea kusalia Simba Sports Club kwa mkopo akitokea Wydad Casablanca. Vita ilikuwa ni kubwa kweli kweli. Wapo watu walifunga safari kutoka Tanzania wakaenda Morocco, wakaenda kuwashawishi watu wa Wydad, jamani tupeni sisi huyo mchezaji kwa mkopo, tunamtaka sisi kwa mkopo. Maneno yakawa mengi, najua sisi mabingwa, najua sisi sijui vilabu Afrika. Walichokifanya wale wa Morocco wakachukua kompyuta yao
wakauliza timu yenu timu gani, sio inaanzia na Y, wakaingiza pale wakabonyeza enter. Kubonyeza enter ikaja taarifa pale, ndio klabu inayoongoza kwa madeni Afrika. Kwa hiyo Wydad wakawaambia hatuwezi kuwapa huyu mchezaji sababu nyinyi klabu yenu inaongoza kuwa na madeni barani Afrika. Kwa hiyo wakawa wamemkosa Selemani Mwalimu kwa namna hiyo, na Selemani Mwalimu akachagua kubaki Simba na Wydad wakachagua kumwacha Selemani Mwalimu Simba kwa sababu anapata kila anachostahili, kuanzia muda wa kucheza, mafunzo mazuri ya kimpira na maelekezo pamoja na maslahi makubwa, na wakafikia tamati ya kwamba anatakiwa kubaki kunako klabu ya Simba Sports Club. Kwa kwenye upande huo wa usajili na wachezaji tuko fedi kweli kweli, kila kitu kimekaa mahala pake. Wana Simba msiwe na wasiwasi, hakuna anayeondoka unyamani. Ambaye anaondoka tayari taarifa zake tumeshaweka wazi. Tukitoka hapo, ndugu zangu ni wana Simba, leo hii ikiwa ni tarehe 22 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, tunatangaza tarehe rasmi ya tamasha letu la Simba Day sanjari na uwanja ambao utakwenda kufanyika tamasha letu. Tamasha letu la Simba Day ama Simba Day kwa mwaka huu wa 2026 itakwenda kufanyika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 na itafanyika katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Baada ya miaka mingi kupita, tamasha likiwa limeanzia kwenye uwanja huo miaka 18 iliyopita, na sasa tamasha linarejea tena kwenye uwanja Uhuru, uwanja ambao ulioasisi tamasha